Kwa hiyo aje atoe pole kwa niaba wengine. Namwomba Jaji Warioba aje atoe neno la pole hapa, kwa sababu wewe unampenda Nyerere kama Pengo alivyokuwa anampenda Nyerere. Ni kusema pole tu. Wakati anakuja, karibu baba. Padre Likoko amemshikilia mkono pale. Makofi. Naam, msikilizaji na mtazamaji mpendwa popote ulipo, ni wakati wa salamu za rambirambi kwa watu mbalimbali, viongozi na wengine mashuhuri katika msiba huu mkubwa wa kanisa taifa la Tanzania, lakini Afrika na ulimwengu, kwa maana ya kanisa na dunia. Mtazamaji wakati huu na msikilizaji, ni Jaji Joseph Sinde Warioba. Huyu aliwahi kuwa makamu wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi cha utawala wa awamu ya pili wa mzee Ali Hassan Mwinyi. Alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Askofu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, maaskofu wote na waombolezaji wote tulio hapa. Ni vigumu katika wakati kama huu kuweza kuzungumza kitu ambacho hakina matatizo namna ya kutamka. Msiba huu ni msiba mzito sana. Kardinali Pengo alikuwa tu sio kiongozi wa kanisa Katoliki, alikuwa ni kiongozi wetu sisi wote. Mimi sio Mkatoliki, lakini nilimheshimu Kardinali Pengo kama kiongozi wangu wa kiroho. Kama ambavyo imeelezwa, yeye alikuwa ni mtu anazingatia sana maadili, anazingatia maadili, uaminifu na uzalendo. Na kitu ambacho nakumbuka katika haya aliyosema alivyokuwa akituongoza ni neno lake aliyotoa wakati tunamuaga rais wetu wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ile hotuba aliyoitoa pale ilikuwa tu sio kwa familia ya Mwalimu, sio kwa Wakatoliki, ilikuwa kwa binadamu, kwa Watanzania wote. Na katika kipindi ambacho kimepita, miaka michache ambayo imepita, tumekuwa na matatizo ya kuporomoka kwa maadili katika nchi yetu. Lakini Kardinali Pengo wakati wote alikuwa anatukumbusha umuhimu wa maadili. Ametutoka. Mwenyezi Mungu ameona ni wakati wake amchukue, lakini urithi aliyotuachia ni mkubwa, hasa katika kipindi hiki. Urithi aliyotuachia, tuwe na maadili, tuwe na usawa, tuwe na umoja, tuwe na uzalendo katika kipindi hiki. Ni muhimu sana. Nadhani tuzingatie hayo aliyotuachia.
Mungu aiweke roho yake mahali pema. Tumpigie makofi mapadi wengi mnamuita babu, si ndio? Asante sana.